Ndugu zangu, labda nianze kwa tukumbushane ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya Ebola. Hivi virusi viko vya aina kama 6 hivi, lakini vile ambavyo vinatusumbua katika ukanda wetu huu wa maziwa makuu viko vya aina 3. Kuna virusi vya Ebola vina aina ya inaitwa Zaire, kuna ambavyo vinaitwa Sudani, na hiki cha sasa hivi kilichotokea ambacho kinasumbua kule kinaitwa Bundibugyo. Bundibugyo. Hii Bundibugyo ni lile eneo la mpaka wa kati ya Uganda na Kongo. Kwa hiyo kiligundulika maeneo yale, kwa hiyo wakakipa jina. Ni kama vile unavyosema mtukula. Kwa hiyo sasa katika hivi virusi hivi vitatu vinavyotusumbua, ni kirusi cha aina moja tu ambacho tayari kina chanjo, ambacho ni ile aina ya Zaire ambayo inaua sana, ambayo ile wakipata watu 10, mtu ambaye mnaweza mkamuokoa ni mmoja, watu 9 wanafariki. Lakini hicho cha Sudani ni 50%. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu 10 wameumwa, watu 5 watafariki, watu 5 mnaweza mkawaokoa. Lakini alikadhalika hiki cha sasa hivi ni kuanzia watu 3 mpaka watu 5 kati ya 10 watakaoumwa wanaweza wakafariki. Kwa hiyo sasa kirusi hiki ambacho tayari sasa hivi kimeingia ndo ambacho kinashambulia kule, hatari yake kubwa ni kwamba hakina dawa, hakina chanjo. Ndio maana tunakuwa kwenye hatari hiyo kubwa. Sasa kutokana na hali hiyo, tumeona tukumbushane sasa. Kama nilivyosema hapo awali, ugonjwa huu unasababishwa na virusi vinavyoitwa Ebola. Lakini dalili za ugonjwa huu kwa hizi aina zote za virusi zinafanana, ambayo dalili ya kwanza kabisa huwa ni homa kali. Mtu akipimwa basi anakutwa na nyuzi joto 38 kwenda juu. Kwa hiyo homa kali. Ya pili ni misuli kuuma, mwili kuchoka, kichwa kuuma, kuharisha, kutapika. Sasa hizi dalili za mwanzo nilizozisema zinafanana na magonjwa mengine kama malaria, typhoid, uti wa mgongo, hata UTI. Mtu anapata homa, mwili umechoka, najisikia kichwa kinauma, najisikia kizunguzungu. Kwa hiyo sasa hizi dalili zinafanana na magonjwa mengine. Lakini ugonjwa huu wa Ebola usipotibiwa, ukivuka sasa hatua hii ya dalili hizo, mtu anaanza kutokwa na damu kwenye matundu ya asili ya mwili, ambayo matundu hayo ni kama pua, macho, masikio, mdomoni, sehemu za haja kubwa na sehemu ya haja ndogo, anaanza kutoka damu. Kwa hiyo hizo ndio dalili za ugonjwa wa Ebola. Sasa ili kumuhisi mtu mwenye virusi hivi vya Ebola, sio lazima awe na dalili hizi zote nilizozisema. Pale mwanzoni anapoanza anaweza akaja tu akasema mimi nasumbuliwa na homa, lazima iwepo homa kali. Atakwambia mimi nina homa kali, najisikia lakini na mwili nausikia unauma, nachoka. Lakini sasa mtu kama huyo akikupa na historia, labda wiki iliyopita au ndani ya siku 21 zilizopita nilikuwa nimeenda Uganda au nilikuwa niko Kongo, ni lazima uanze kuhisi kwamba huyu mtu yawezekana akawa na maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza ukasambazwa kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, au kutoka kwa binadamu mmoja ambaye ameambukizwa huu ugonjwa kuja kwa binadamu mwingine. Wanyama ambao wanaweza wakasambaza ugonjwa huu ni kuna aina ya popo wanaitwa fruit bat. Kuna mapopo fulani makubwa wana macho makubwa hivi, wanapenda sana kula matunda na wanakaa kwenye mapango kule. Hawa mara nyingi huwa wanapata virusi hivi. Kwa hiyo sasa utakapogusa mzoga au kama kuna watu wanakula nyama yao popo, wako katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa. Lakini kuna wale nyani, kuna hao tumbili na sokwe. Kwa hiyo na swala wale wa porini, kama anakuwa ameathirika na hivi virusi, basi ukienda kugusa mizoga yao kama wanakuwa wamekufa au kula zile nyama zao, basi unakuwa katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa Ebola. Sasa nini kifanyike? Kabla ya nini kifanyike, naomba kwanza nizungumzie hivi virusi vinaweza vikapatikana wapi. Maji yoyote ya mnyama
aliyeathirika na virusi hivi, aidha ni mnyama yule au ni binadamu, vinaweza vikaambukiza ugonjwa huu. Majimaji kwa mfano, damu, mkojo, makohozi, mate, machozi, jasho, choo kikubwa, ukigusana navyo vya mtu aliyeathirika, basi unakuwa katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu wa Ebola. Kwa hiyo sasa nini kifanyike kujikinga? Tuepuke kushikana au kusalimiana kwa kushikana mikono. Sasa hii pointi tunaiimba kila siku. Sasa watu wameanzisha mtindo siku hizi, unakutana na mtu au anataka eti mgonganie kwa huku. Ni kitu kile kile tu, ni kama kushikana tu. Kwani mtu ukimsalimia hivi kuna shida gani? Habari ya leo, hata kama ni mkubwa wako, mkuu, habari, natosha. Haina haja ya kushikana kwa muda huu. Najua ni utamaduni mzuri ambao unaonyesha heshima, lakini kwa kipindi kama hiki ni vyema tukauepuka. Lakini unawaji wa mikono yetu kwa kutumia maji tiririka na sabuni, angalau sekunde 20, maji yale yanatiririka, unanawa. Sasa kuna mwingine ni kama anajichovya tu kwenye maji, anashikashika hivi, at least 20 seconds unanawa kwa maji tiririka na sabuni. Lakini ikitokea mtu amefariki au amekufa, sababu ya ugonjwa yeye kufa haujulikani, na yawezekana labda alikuwa anafanya shughuli zake kwa nchi jirani kule, tusikimbilie kwenda kushika ile miili au kwenda kuiandaa, kuiosha kabla ya kwenda kuzika. Ni vizuri mkawasiliana na idara ya afya, basi tuweze kufika na kushauri nini cha kufanya. Lakini kingine, tutakapomuona mtu yoyote mwenye dalili hizo nilizozisema, basi ni vizuri tukawasiliana. Bahati mbaya sana kwa ugonjwa huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaweza tukatoa taarifa kwenye vyombo sahihi kabisa, lakini hiyo taarifa umeitoa muda gani? Huyo mtu inawezekana mmeshakaa naye kwenye jamii kule siku 3, 4, 5, wiki. Yaani kadri anavyoendelea kukaa muda mrefu ndo anaambukiza watu wengi. Kwa hiyo kuja kudhibiti hilo tatizo inawezekana ikawa kidogo ni changamoto. Pindi tu mnapomuona mtu mwenye dalili hizi, tunaomba tupate taarifa immediately. Na nimshukuru kuna mtu alitoa taarifa, kuna issue last week ilitokea kule Kashenye, na nimshukuru mtendaji wa Kashenye pamoja na timu yake. Tulikesha kule usiku mzima. Kuna maiti ilikuwa inakuja kutoka Uganda na inaletwa usiku na mtumbwi. Kwa hiyo tuliweka kambi pale, wamefika wakazuiwa, wakawa wako majini mpaka sisi tulivyofika. Kwa hiyo tulifika tukaichukua ile maiti sampuli, na wenyewe nao tuliwatenga tukaweka pembeni, lakini baada ya kuachukua vipimo kujiridhisha kwamba haukuwa ugonjwa wa Ebola, kwa sababu alifia Uganda, alikuwa anafanya kazi huko, ndio tukaruhusu sasa akaenda kuzikwa. Kwa hiyo niwashukuru sana watu wa kata ya Kashenye, tulishirikiana vizuri sana. Sasa na wengine wote tuwe askari katika hili, lakini tukioneana muhari, nikisema hivyo sijui naeleweka, tukioneana muhari ndio tutafanya tatizo litakuwa kubwa, na yawezekana na sisi wenyewe, familia zetu au sisi wenyewe ndio tukaathirika na kwa kutokutoa taarifa kwa wakati. Kwa hiyo ndo kuhusu Ebola. Sasa sisi kama viongozi tufanye nini? Cha kwanza kabisa, tuende tukahakikishe kwamba maeneo yote ambayo ni ya biashara, wafanyabiashara wanaweka maji tiririka na sabuni. Kwa hiyo wateja wao wanawe mikono kwa maji tiririka na sabuni kabla ya kupata huduma. Kwa hiyo whether ni kwenye masoko, kwenye minada, kwenye maduka, kwenye guest house, hizi lodge, watu wanawe mikono kwa maji tiririka na sabuni. Lakini tuwape elimu ya hii kutokushikana mikono, kutokukumbatiana, kwa sababu hata kukutana kimwili kwa njia ya ngono, kwa sababu si ni yale maji na tunagusana, unaweza ukapata huu ugonjwa. Kwa hiyo tuendene tukashirikiane kwa pamoja. Cha msingi ni taarifa. Ukiona simu ya kiongozi yoyote una hapa, basi piga tu namba 199. Hii ni namba ya wizara. Hii ni bure kabisa, haina gharama yoyote, itapokelewa. Toa hiyo taarifa ya alert kule, sisi watatupigia
tutapata nani, then tutakuja kwa wakati kwa ajili ya kushughulikia hiyo kesi. Sasa naomba nizungumze kwa zile kata ambazo ziko mipakani. Kule kuna vipenyo vingi visivyokuwa rasmi, watu wanavuka anyhow. Tukianzia kule Kashenye, tukija Minziro, hapa Mtukula, Bugango, hiyo Kakunyu, hiyo vipenyo ambavyo haviko rasmi viko vingi, na watu wengi ndo wanavitumia hivyo kwa ajili ya shughuli zile za kijamii na biashara, wanapita anyhow. Kwa hiyo jamii ikipata elimu, tukashirikiane, ile jamii tunayozisimamia wajue hizi dalili, kwa sababu tunajua wengine wako huku, ndugu zao wanakaa upande wa pili. Wakati mwingine kwenye kukontrol inaweza ikawa ngumu, lakini pindi watakapomuona mtu mwenye dalili hizi, cha msingi sisi tupate taarifa kwa wakati. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumepunguza ule uwezekano wa ugonjwa kuingia au kuzuia kuingia, na hata kama ukiingia, basi tutakuwa tunaweza tukaudhibiti kabla haujasambaa kwa watu wengi. Huu ugonjwa ukiingia kwenye jamii, ndugu zangu, ni unaathiri hata uchumi wa nchi. Ndio maana mnaona viongozi wengi wanakuja. Last week alikuja mganga mkuu wa serikali, tumezunguka naye, nafikiri baadhi yenu mlisikia. Tumeenda naye mpaka Kabiaile, tumekuja naye mpaka Mtukula, ameondoka. Lakini kuna tetesi kwamba anataka kuja mheshimiwa waziri. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao uko very serious. Tusidharau ugonjwa huu, kusema kwamba miaka yote huwa tunaambiwaga utatokea, mbona hautokei? Unaweza ukatokea ukaanza na wewe. Kwa hiyo sisi tuanze na tuifikishe hii elimu kwa wengine. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante.